Neema kwa tafsiri ya kikawaida kabisa ni upendeleo apewayo mtu pasipo kutarajia. Hupewi neema kwa sababu ya kitu fulani. Haupewi neema kwa sababu umetokea kwenye boma fulani au kwenye familia fulani. No, Mungu humpa yeye amtakaye. Neema kawaida yake kwenye maisha yetu inaweza ikaja, inaweza ikaondoka, inaweza ikawepo, inaweza isiwepo. When we are lack of grace, tukikosa neema, kuna vitu tutavisukuma kwa uzito sana, kuna vitu tutavifanya kwa ugumu sana. Lakini neema ya Mungu ikiachilia kwetu, neema ya kupata, neema ya kuongezeka, neema ya kuthaminiwa, neema ya kutambulishwa, neema ya kibali, neema ya kupewa upendeleo, kuna vitu ambavyo hatutavitafuta kwa muda mrefu. Kwa nini? Tukienda na mazao yetu shambani, tukatoka nayo shambani tukaenda nayo dukani, yatapata kibali. Kuna neema inatubeba, kuna kitu kinatuslidisha, kuna kitu kinachotupeleka, kuna kitu kinachotuachilia, kuna kitu ambacho kimefungua njia. Kumbe tunachokihitaji kwa wingi kabisa neema na kibali. Na shetani anapokuja kwenye maisha yako kwa haraka haraka, cha kwanza anajua akikata kibali utaonekana. Neema inatutambulisha mahali hatutambuliki. Neema inatusemea kwa niaba yetu. Neema inatupa uwezo wa kuingia mahali tulipokuwa tuingii, kwa sababu Yesu Kristo alipokufa akafufuka, amekuja kununua watu wa kila kabila, wa kila taifa, wa kila jamii, akatuhamisha, akatuweka, akatufanya kuwa makuhani na wamiliki wa nchi. Usisahau huo mstari, na wamiliki wa nchi, na wamiliki wa mali, na wamiliki wa nyumba, na wamiliki wa utajiri. Haleluya!